Shadraki, Meshaki na Abednego walikuwa na wakati mgumu sana, lakini Baba uliwashindia taifa zima, watu walikusujudu. Na mimi Bwana nina uhakika nawe, ukiwa nami sitaona ugumu wote. Lakini Bwana, naomba uniongoze, nisije tena nikapotelea mwisho. Nimeona jambo lenye thamani kwangu mimi, kukutumikia wewe. Mwenye Facebook jamani, afungue angalie. Mwenye Facebook afungue angalie jamani. Anayeweza kuguga Google. Kawaida. Na nakuwa mtu kupatia hatari. Mwenye Facebook afungue, mjiangalie jamani, jinsi mnavyofanya, jinsi mlivyopendeza, mjiangalie kwenye Facebook. Yaani nimerusha moja kwa moja yani. Are you fine? Yes. Thank you very much. Please, we have yeah. Thank you. This is good. It's a joy to be with you again this morning. Nina furaha kuwa nanyi asubuhi ya leo tena. I can see your bright faces. Ninaona nyuso zilizong'aa. Did you sleep well? Na nadhani ulilala vizuri. Who slept well? Nani alilala vizuri leo? Good. Asante sana. So we are ready for the next day. Na kumbe tuko tayari kwa ajili ya siku nyingine leo. I want to say this is the day the Lord has made. Ninataka kusema kwamba hii ndio siku Mungu aliyoifanya. Rejoice and be glad in it. Baba, tutakuwa tukifurahia na kuisherehekea. Each day the Lord loads us with benefits. Kila siku, kila kwa Bwana, kila siku ina faida. Benefits because of the gift of life. Kwa sababu ni nzuri, kwa sababu ya baraka ya faida ambazo tunazipata, maana yake kwa karama tunazozipata. I thank the Lord that I'm able to be with you today. Ninamshukuru Mungu kwa kuwa ninaweza kuwepo nanyi pia leo. Hallelujah. Hallelujah. Let me see the chaplains and managers who are traveled from outside Mbeya. Ninataka kuwaona ambao wale wahuduma wa magerezani wako nje, wanaofanya kazi nje ya Mbeya. Outside Mbeya. Nje ya Mbeya. Nje ya Mbeya. Who live outside Mbeya. Wanaoishi nje ya Mbeya. Only the chaplains who work for Good News John Prison Ministry. Wale wanaofanya tu kwa huduma ya gerezani nje ya Mbeya.
Okay. How far is your home from here? Ni umbali gani kutoka hapa mpaka kwako? It is another region. Another region? Yes. Songwe region. Songwe region? Yes. Okay. How long do you take from your house to come here on the bus? Unachukua muda gani kutoka nyumbani kwako kuja hapa kwa njia ya basi? 2 hours. 2 hours. Yes. Okay. How much is it costing you from your house to come here? Inakugharimu shilingi ngapi kutoka nyumbani kwako kuja hapa? Kenyan shilling. Kwa hela Tanzania. From here to and fro is 15,000. Okay. How about the rest of us members of Mbeya? Wengine vipi watu nyinyi watu wa Mbeya? All right. What we're going to do today is something different. Tunachokwenda kukifanya leo ni tofauti kabisa. I'll just go through what we believe as our statement of faith. Tunataka kukwenda kufanya kwa katika kitu tunachokifanya kwa kulingana na jinsi imani yetu ilivyo. And then after we go through the statement of faith, tutakapokwenda kwenye hatua za imani, depending on the arrangements of Pastor Samuel, kulingana na mpangilio wa mtumishi Samuel. I don't know whether the guest from Zambia has come. Yes, he has come. Has come. Yes. Someone probably will take the leadership sessions. No, you will finish up to noon. To So that I have a time with the chaplains also. Kwa hiyo atakapokuja yule ndugu atakapoendelea na kipindi, nadhani atafanya baada ya chakula, na atakuwa na muda wa kukaa na wale wanaohudumu magerezani. Okay. And then when are you going back? Utarudi lini wewe? On Monday. On Monday. Oh, fine. That's fine. Nzuri. And Sunday, which church are you attending? Unahudhuria kanisa gani? New Testament. All of us are attending New Testament church tomorrow? No. Who is attending New Testament church tomorrow? Ni wangapi wanaotaka kuhudhuria ibada kwenye kanisa la New Testament Church of Christ? Tomorrow. Kesho. Kwa kesho. Kwa huduma ya kesho. Ibada ya kesho watakaohudhuria. Okay. All right. How about the others? Which churches are we attending tomorrow? Wengine mnahudhuria ibada gani kesho? Which church are you attending? True Faith Church. Where is True Faith? Inawafikia every inmate. Inafikia kila mtu in the world duniani pote, and that they may become, na ili kwamba nao waweze kufanyika growing disciples, wanafunzi wanaokuwa of Jesus Christ, wa Yesu Kristo. So let's go through to see, kuona the good news, habari njema of Jesus Christ, ya Yesu Kristo, reaches every inmate, inamfikia kila mtu in the world, ulimwenguni pote, and that they would become, ili waweze kufanyika his growing disciples, wanafunzi wanaokuwa. So we cannot talk it now, go run through it. Jamani, alikuwa anasema mfuatishe, naona watu mmenyamaza, maana yake nini? Maono ya habari njema kwa magerezani ni kuona habari njema inapelekwa Njema ya kwa Yesu Kristo, habari njema ya Yesu Kristo. Okay. Habari njema ya Yesu Kristo inapelekwa kuwafanya watu wote kukua wanafunzi wema, na kuwafanya kuwa wanafunzi wema, they become his growing disciples, kuwa wanafunzi wanaokuwa. Okay. To see, kuona the good news of
our Lord Jesus Christ, habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo, reach every inmate kumfikia kila mtu in the world, ulimwenguni, that they would become ili waweze kufanyika His growing disciples. wanafunzi wanaokuwa. Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much. Asante How about sana. the mission? Vipi kuhusu huduma yetu? I want somebody to help us with the mission of Good News John Prison Ministry. Nani anaweza akatuambia huduma yetu ya magerezani nini? Ya habari njema magerezani maana yake nini? We talked about you tell the mic. Hii huduma manake ni huduma inayopeleka huduma magerezani kwa maafisa, kwa wafungwa na kwa watoto wa wafungwa. This mission is to send the good news to prisoners, officers. Maono ya huduma hii. Huduma ni nini? Huduma ni kuona, huduma ni kuona habari njema ya Yesu Kristo inawafikia wafungwa wote magerezani na mahabusu na maafisa na familia zao, ili kuwafanya wanafunzi wa Yesu Kristo wanaokuwa. Amen. He's just making the sense. There's never a wrong answer in that interpretation. Haya hakuna lolote lilo, yani hakuna jibu lilo ambalo si tofauti. All answers are correct. Kila maswali yote yako sahihi. Thank you. Asante sana. So don't get discouraged. Usiwasikate tamaa. Is to place chaplain in prison and to send the gospel so that they can charge them. Hallelujah. 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 Yes. The mission of Good News John Prison Ministry Huduma ya habari njema magerezani ni is to place Christian chaplains. ni kuwaweka Wakristo, yani wahudumu wa Kristo. So the key word is Christian chaplains. Ili kuweza kupekua kama ni wahudumu wa magerezani. To place Christian chaplains in correction facilities or in prisons. Kuweka Wakristo katika magereza. In correction facilities and for them to minister the spiritual needs of inmates and correction staff. Ili waweze kukusanya huduma na kuweza kupeleka mahitaji ya kiroho. Amen. Amen. To place Christian chaplains kuwapeleka wahudumu wa Kristo in correction facilities katika sehemu kusanyiko katika magereza mbali in order for them to minister ili waanze kusimamia to the inmates. Kwa ajili ya hao. Amen. Amen. Hallelujah. 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 There's somebody also to help me. Something that you picked up yesterday. Vitu ambavyo ulichukua jana. I think I'll go around the room. At least you picked up something from what we discussed yesterday. Nadhani lazima uchukue. Asante, naomba mnisaidie na kitabu cha Isaya, nimesahau sura gani na mstari gani. I remember, it may be, I don't remember well the chapter and the verse, but it is the book of Isaiah. Kinasema dhambi. What does it say? It inasemaje? Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu. 59. But Yeah, let us see what's the book says Isaiah, about. I think it is 59. What does Isaiah 59 say? Yeah, what does the words are the words on that verse? Kwa hiyo waambia kwamba dhambi, hata kama tulikuwa tunajua huyu mtu tulikuwa tunamwona kwa mtazamo, lakini sasa yeye Bwana Yesu ameshamsafisha. That if this we know that this person or if it was a thief or was a sinner in the previous, but now God, Jesus has cleansed him now out of her. Now he has become a pure person. She said those words are from Isaiah. I think that's what she says.
Okay, let's give ourselves homework to look for those verses. Kwa ajili ya maandiko yanapatikana wapi? Watumishi hapa, nini najua wote ni watumishi wengi. Sasa Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Yes. Please. Verse 18. Come now, let us reason together, say the Lord. Though your sins are like smoke, they shall be as white as snow. Though they are red like crimsons, they shall become like wool. Okay. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Any other verses? Mtu swali lingine? Nitasoma kitabu cha Wakorintho wa pili. I will read from the book of Corinthians, second Corinthians, sura ya 5, chapter 2, chapter 5, verses 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo kwa kiumbe kipi, ya kale yamepita, tazama mambo. Thank you. You were not here yesterday. Hallelujah. Asante sana. Asante sana lakini uko hapa jana. If one is in Christ, mtu akiwa katika Kristo, he becomes a new creation. anakuwa kiumbe kipya. The old has passed away. All things have come anew. Sasa zimekuwa vipya. Amen. Amen. That means if one was a prostitute, hata ndio kwa mama, when he comes to Jesus Christ, anapokumwendea Yesu Kristo, he is changed amebadilika into a new person. mtu mpya. Mary Magdalene, Yes. Mary of the scriptures, Maria Magdalene, when she came to Jesus Christ, she was changed. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So that's one verse that we can use to tell them that, despite the fact that this man was a rapist, this man was a fighter, he has become a new creature. Hallelujah. Hallelujah. And another verse, please help me. Give me another one. Amen. From the book of Acts chapter 9. Chapter 9, okay. Kuanzia mstari wa 26 from verse 26 hadi mstari wa 30. through 30. Biblia inasema, The Bible says, na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtoa akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomuona Bwana njiani na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akiingia na kutoka, akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can you translate for me? yeah, he was just reading from the book of Acts chapter 9 verses 20. Kuanzia mstari wa 26 hadi 30. And when he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples, and they were all afraid of him, for they did not believe that he was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord, who spoke to him, and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. So he went in and out among them all at Jerusalem, preaching boldly in the name of Jesus. And he spoke and disposed against the Hellenes, but they were seeking to kill him. And when the brothers learned this, they brought him down at Caesarea and sent him
to Tarsus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Acts chapter? Acts chapter 9, verses 26 through 30. I like these scriptures. Napenda maandiko haya. Hallelujah. Hallelujah. If I was doing a seminar on this, nitakapokuwa nikiendelea, it helps me a lot. Inanisaidia. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. They have not mentioned the name. Hawajaonyesha jina. But I love that man. Nampenda huyo mtu. I love that man. Nampenda huyo mtu. That man is you. Mtu huyo ni wewe. That man is me. Mtu huyo ni mimi. Who brings reconciliation? Anayeleta Who stands the gap for one another? Analeta patanisho kwa mmoja. Hallelujah. 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 Do you know his name? Unamfahamu huyo mtu? Let's read that again. Hebu turudie kwanza. Turudie tena. I like it. Napenda. Anaanza kusoma kwa Kiingereza. Atakavyosoma. Chapter 9. Mtatusomee. Unaposoma unatuambia mstari halafu tunausoma kwa pamoja. Let's just go through that. I think they have already read it and we understand. Na nadhani tumeusoma na wote tumeuelewa. What I wanted just to share with you, ninataka kushirikiana na wewe, as a person that is going into prison, kama mtu unayekwenda magerezani, as a person that is involved in prison ministry, unayehudumu magerezani, you are a Barnabas. Wewe ni kisawa na Barnabas. You are the one who's going to take Paul, wewe unayekwenda kumwambia Paul, and to bring him to the brethren, kumletea kwa ndugu, and now standing as somebody who's giving a testimony for Paul. Kwamba wewe unasimama unatoa ushuhuda kwa ajili ya Paulo. This Paul was persecuting the church. Huyu Paulo alikuwa akilitesa kanisa. This Paul who was holding on the things for the boys that were throwing stones to stone Stephen. Huyu mtu ndiye alikuwa ameshika vitu vilivyo kwa wale watu waliokuwa kumpiga mawe Stefano. This Paul who got the permit. Huyu mtu Paulo ndiye to go and close down New Testament church. Aliyepata mamlaka ya kwenda to go and close down the Baptist church. Kwenda kuliharibu kanisa lile. To go and close down the Pentecostal church. Kwenda kuliharibu kanisa lile. And bring all the pastors into prison. Na kuwaleta wachungaji wote. But on the way to Tarsus. Lakini alipokuwa kwenda Tarsus, as he was going to Tarsus, alipokwenda Tarsus, he had the visitation of God. Aliona maono ya Mungu. God visited him. Mungu alimtembelea. And the power of the Holy Spirit helped the heavens open. Lakini kwa nguvu ya Roho, Paul was not able to see the light that came from heaven. You are reading me around. Now, go. Okay. I get very emotional. I just get excited when I talk about this story of Paul. Sana ninapozungumza maneno haya najisikia maumivu ya kiroho. I want to tell you this was a divine encounter. Hii ilikuwa ni mambo ya kimungu sana. Somebody who thought is very strong. Mtu aliyekuwa akijisikia yeye ni somebody who thought is very powerful that he can fight the church of Jesus. Mtu ambaye aliyekuwa anajiona kwamba ana nguvu ya kupingana na kanisa la Mungu. He had all the permits that he needed to have. Alikuwa na mamlaka yote anachoka kufanya chochote kile. He had all the support that he needed to have from the president. Alikuwa na msaada kutoka from the leader of the church. Na hasa kutoka kwa viongozi. And he thought he was on top of things. Alijifikiria yeye yuko juu ya vitu vyote. He thought he was on the victor side. Yeye alikuwa katika sehemu ya ushindi. I want to tell you our God is God. Lakini nikamwambia Mungu ni Mungu. There's nobody who can compare to our God. Kwamba hakuna anayeweza kushindana. You can have one time unaweza kuwa na muda and think that you are clever. Unaweza kuona wewe ni mjanja. That time lakini kuna muda there's also the next time. Lakini kuna muda pia unaokuja. When God appears. Mungu anapotokea. And when he appears. Anapokujia. Do you know what Paul said? Unajua Paulo alichosema? Who are you, Lord? Akasema wewe ni nani Bwana? Who are you, Lord? Wewe ni nani Bwana? Don't kick against the pricks. Kila kitu vilimpiga, vilimgonga. Now my subject here is Barnabas. Somo langu mimi hapa ni juu ya Barnabas. Just imagine the church was scared about Paul. Hakujali chochote kilichotokea kwa ajili ya Paul was more than a prisoner today. Paulo alikuwa ni zaidi ya mfungwa wa leo. He was an enemy of the church of Jesus. Kwa sababu alikuwa ndiye adui wa kanisa la Yesu. He was somebody who was persecuting the church. Ni mtu aliyekuwa akilitesa kanisa. And then all of a sudden, na mara ghafla,
my brother, my sister, ndugu zangu, kaka zangu, the person who was persecuting the church that walks into the church now. mtu aliyekuwa akitesa kanisa naingia mara hii hapa. You are human, I am human. Wewe ni binadamu na mimi ni This man we have heard it on TV that he has got permits, he has got the right to come and close this church. Huyu mtu alikuwa akionekana kwenye TV, ana mamlaka ya kuja kulitesa kanisa. The brethren were not able to accept. Watu hakuna They walikuwa, could not believe him. watu hawakumwamini. It took a Barnabas. Barnaba tu ndiye It aliyesimama. took somebody who is able to be an encouragement. Alichukua mtu mpaka mmoja And you are a Barnabas. Wewe ndio You Barnaba. are an encouragement. Wewe ndio unaweza Who is able to pick that woman unaweza kumchukua yule mtu who committed murder and aliyeua bring her back to the church akamleta unamleta and kanisa. tell her this is no longer the murderer you knew. Namwambia huyu This is no longer the child, the person who was going around as a prostitute. huyu Paulo alikuwa This one is changed. aliyekuwa anatembea lakini sasa. Hallelujah. Hallelujah. I thank you, my brother, for that. Asante ndugu yangu kwa hilo. Amen. Amen. Any other verse from the scripture Mwingine mstari mwingine kutoka kwenye maandiko that can use to make others know that Jesus is working in this prison? ambacho unaweza kutumia kwamba watu wafahamu kwamba Yesu sasa anafanya kazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na katika kitabu cha Filemon, The book of Philemon. Hallelujah. mlango wa kwanza From the verse, mstari wa we work on the verse. One chapter. There's one chapter. mstari wa 10 na 11. Thank you. Verses 10 through 11. Yeah. Filemon. Praise be to God. Bado Yesu asifiwe. The brother yesterday was not here. Who? That brother was not with us yesterday. He was present, but he left here. Were you there yesterday? No, yesterday he wasn't here. I had images. Yeah, I know. As a pastor, I know who was here and who was not here. He was not here yesterday, he was not here yesterday. But we talked about, my point is, we talked about Philemon yesterday. Yes. Lakini tuzungumzia juu ya Filemoni jana. Thank you, Ken. Thank you for bringing Philemon tonight. Asante sana. I said, I wanted just to confirm that you are together with us in spirit because we talked about Philemon yesterday. Ninataka tu kuthibitisha kwamba kweli unafuatilia hivyo kwa sababu tujifunza juu ya Filemoni. Amen. How many can bear me witness that we mentioned about Philemon and Onesimus yesterday? Na watu wangapi wanaweza wakatoa ushahidi, ushuhuda ambao tulionyesha juu ya Filemoni na Onesimus? I'm the only one who was here yesterday to talk about Philemon. Nilizungumzia hapa. I want a witness to those who hate. Unataka ushuhuda wa Philemon and Onesimus yesterday. Ushuhuda kwa wale waliosikia kuhusiana na ushuhuda wa Filemon na Onesimo. Let's see this by show of hands. Hebu nyosha mkono kama unasikia. Ushuhuda wa Filemon na I want to see the show of hands those on the head. Say something about it. Otherwise I'm going to preach it again. Nyosha kama ushuhuda uliuelewa. Kama basi arudie tena. Okay, thank you. Can you share with us what we said about the Philemon? Unaweza kutuambia unashirikisha tulichosikia kuhusu Filemon? Filemon, Onesimo alikuwa ni mtumishi, ni mtumwa wa Filemon. Onesimus was the servant of Philemon. Sema alikuwa mfungwa. He was prisoner. Samahani, nimesahau kidogo hapa. Naona maelezo hapa kidogo. Mwingine amsaidie, anaweza kumsaidia. Yes, anaweza kumsaidia. Yes, iko. Nilichoelewa jana ni kwamba Onesimo alikuwa ni mtumishi wa Filemon. What I understood yesterday that Onesimus was the servant of Philemon. Kuna vitu vibaya alimfanyia mkuu wake. Onesimus did bad things to his boss. Akaamua kukimbia. And he fled away. Na alipokimbia ndipo alipokutana na Paulo. When he fled away, he met with Paul. Paulo alipomweleza habari njema, and Paul told him a good news.
Onesimo alisipokea. That Onesimus received it. Sasa alipotaka kumrudisha tena kwa Filemoni, and when he wanted to send him again to Philemon, aligundua kwamba huyu mtu aliondoka kule kwa mabaya. He declared that this man left there having done wrong things. Ikabidi Paulo atumie kumuombea msamaha. Then Paul said on behalf of him, asking forgiveness for him. Kwa hiyo Paulo alimthibitishia Filemoni kwamba Onesimo kwamba saizi ni mtu mwema. Therefore Paul gave the testimony that Onesimus now has come a good person. Kwa hiyo mwambie kama unavyoniamini mimi, mpokee huyu. He said that as you believe in me, please receive that person. Hallelujah. 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 Thank you very much. Asante sana. Asante sana. We did a demonstration here. Tulifanya hata tukaonyesha. Who remember that demonstration? Nani anaonyesha ule muonyesho? There are 3 people were here. Kuna watu walisimama hapa watatu. Okay. Where that young man? Doesn't come that young lady today. Hajaja hapa leo. Okay. Aliyekuwepo hapa. Thank you. So you are here as well. Thank you so much. So by being here, you really got the whole gist of the story. Kwa kweli kwa kuwepo hapa unaonyesha umechukua masimulizi yote. Okay. Asante sana. Let me just fill in the gaps. Yes. We said Onesimus. Tulisema kwamba Onesimo and Philemon na Filemon lived together. Waliishi kwa pamoja. They were master and servant relationship. Kulikuwa na bwana na mtumwa, uhusiano ulikuwa na bwana. We don't know what Onesimus did. Hatujui ambacho Onesimus. And then he ran away from his master. Alikimbia bwana wake. And then he got involved. Probably what he did led him to get into prison. Inawezekana kila alichokifanya kilimfanya aende gerezani. Maybe he stole from his boss. Mengine alimwibia bwana wake. Maybe he had something we don't know. Mengine alifanya jambo. Because the very short it is too. Kwa sababu ni haraka mfupi sana. Now when Onesimus left Philemon, he went into prison. He went into prison. Alienda gerezani. And when he went into prison, alipoenda gerezani, he met Paul in prison. Alimkutana na Paulo kule gerezani. Paul preached to Onesimus while in prison. Kule Paulo alimhubiri Onesimus akiwa gerezani. Now the letter comes in at the time that Onesimus is coming out of prison. Na Biblia ina maandiko pale barua ile tuonyesha kwamba kwa sasa Onesimus ametoka gerezani. So instead of Onesimus going somewhere else, Paul decided to send him back to Philemon. Badala ya Onesimus kwenda mahali kwingine, Paulo anaamua kumrudisha kwa Filemon. And then he goes on to tell him, receive him. Na anaendelea kumwambia mpokee. He is now more profitable. Sasa ni mtu mwenye faida. He is a changed person. Ni mtu ambaye ni mtu aliyebadilika. If he did something wrong to you, kama alifanya jambo lolote baya kwako, please count it on my account. Hesabie mimi kwangu. Let me take that credit on his name. Sasa mimi uzuru huo nilipe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It was useless to you. Alikuwa hakufai. Now is more useful. Sasa ni manufaa sana. It's the same thing like standing on his behalf and advocating for him. Ni sawa na kusema kwamba anasimama akimwakilisha yeye. Amen. People. Tunajua kwamba huduma magerezani inabadilisha maisha ya watu. When Onesimus went into prison, he was a thief. Wakati Onesimo akitoka, he was a murderer. Mwizi, alikuwa muuaji. He was a sinner. Alikuwa mtenda dhambi. Now in prison he didn't know that there was a Paul there. Na katika magereza, a servant of God. Alikuwa ni mtumishi wa Mungu, hakuwa mtumishi wa Mungu. A Paul to us, we give him a picture like there is a chaplain at the prison there. Kwa hiyo Paulo anatuonyesha kwamba kumbe kuna mhudumu who stayed with Onesimus and taught him the word of God. Alikaa na Onesimo Onesimus' life was turned and changed. Sasa Onesimo amebadilika na amegeuka na kubadilika. So instead of sending him to Mwanza, they sent him back to Mbeya. Badala ya kumpeleka Mwanza akamrudisha Mbeya. Go back to your pastor, go back to that church where you stole the wristwatch, where you stole the TV. Go back there. Pale ulipoiba, rudi kwa mchungaji pale ulipoiba vitu, TV na saa, rudi pale.
Because you are now a different person. Kwa sababu sasa umebadilika, ni mtu tofauti. Hallelujah. 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 So the story of Onesimus reminds us that God changes the lives of people. Kwa masimulizi ya Onesimo inatukumbusha kwamba Mungu hubadilisha maisha ya mtu. Because of imprisonment, Kwa sababu ya kuwa mfungwa, it brings non-Christians inampendeza pia Wakristo into a saving and growing relationship with our Lord Jesus. Ilikuwa ikionyesha uhusiano na Bwana wetu Yesu In Kristo. verses 10 and 11, Katika mstari wa 10 na 11, Paul is able to say, Paulo ameweza kusema, I built you for my son Onesimus. na kupelekea mwanangu mpendwa Onesimo. What did he mean by my son Onesimus? Ana maana gani anaposema mwanangu Onesimo? Because he was now a spiritual son of Paul who got up born again in prison while Paul taught him. Sababu sasa amefanyika kuwa mwanao wa kiroho ambaye amekwisha kubadilika akiwa kule gerezani. Listen to what he says. Angasikiliza ambacho nakisema. Whom I have begotten while in my chains. Na yule ambaye nimempata nimemzaa wakati nikiwa kifungoni. Who once was unprofitable, ambaye alikuwa hafai kwako, but now is profitable to you and to me. Yeye lakini sasa ni faida kwako na kwangu. Hallelujah. The life transforming power of the name of Jesus. Katika maisha yamebadilika. Thank you, my brother, for reminding us again of that story of Onesimus. Asante ndugu kutukumbusha kwa ajili ya masimulizi ya Onesimo. Please find time to read about this story. It's a very rich story about prison ministry. Kwa muda kusoma masimulizi haya, ni masimulizi mazuri sana. Any other verse? Mstari mwingine. We are still talking about defending and advocating for the people that we minister to in prison, so that the community will not be able to discriminate against them. Tunatazungumza kuwa mawakili wa wale watu wanaokuwa wametoka magerezani, kwa sababu hii huduma inahusisha kugeuza watu, kuwabadilisha watu. Mstari mwingine. Hallelujah. Hallelujah. I want another verse. Nataka mstari mwingine unaoweza kumwambia ushuhuda. Thank you. Ephesians 1 verse Ephesians chapter 1. You can read it. Go ahead and just say what it says. To the praise of gracious grace. Wa neema yake ambayo ametunemesha katika huyo mpendo. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema. To the praise of his glorious grace, in which he has raised us in the blood. In him we have redemption through the blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. Thank you. Asante sana. So any other? Mstari mwingine. Thank you, my sisters. Romans chapter 6 verse 1. Verse 1. It says what? Romans chapter 6. Chapter 6. Sura 6. Romans chapter 6. Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza. Soma. Tuseme nini basi? Katika dhambi neema ilikuwa nyingi? Hasha. Sisi tuliofia dhambi, lakini tuna katika dhambi. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, katika mauti yake. Basi tulikuwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake,
Now, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we, who died to sin, will live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. Thank you. Thank you so much. Another one? Una mstari mwingine? Sorry. John 1 verse 12. John chapter 1 verse 4. That somebody can recite that one. We can just say it from memory. Kusoma kama watumishi natakiwa hebu mnaweza mkatoa dondoo hizo. Just say it out in memory. Lazima useme tu. Basi wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wale walioamini. Those that received him and believed on his name, he gave them the right to become the children of God. Yes. Wote waliopokea aliwafanya kuwa wanafunzi, walifanya kuwa wana wa Mungu. So even a prisoner who received the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior, he has the privilege. Kwa hiyo mtu yote hata mfungwa aliyepokea Yesu Kristo, he has the right. Anayo nafasi, anayo haki. Amen. Amen. He has the right, he has the privilege. Anayo haki, anayo nafasi. God does not look at the status of a person, Mungu hatazami tabia za whether he's rich or poor. Angalia kama maskini au tajiri. God does not look at the forehead and the skin of the color of your skin. Mungu haangalii rangi yako, whether you're white or black. Au wewe ni mweupe au. God does not look at your head and look at your hair, whether it's long or short. Mungu haangalii kichwa, nywele ziko. God does not look at you whether you're a man or a woman. Mungu haangalii kama wewe ni mwanaume au mwanamke. God look at the status of your heart. Mungu anaangalia tabia. All that believe on him. Wote wanaomwamini yeye. All that express belief in him. Bado watakaomueleza jinsi wanavyo. Are given the right. Kwamba pia watakuwa. Are given the authority. Atawapa mamlaka to become the children of God. Kuwa ni wana wa. Yesterday we talked about authority. Hiyo ndio so even a prisoner can stand with authority. Kwa hiyo Mungu anawata. That I'm a child of God. Hata mamlaka. Amen. Mfungwa anaweza kujipata. Hallelujah. Mamlaka ya. Let me run through some verses for you. Hebu nipitilie mambo. That can help us. Inaweza kusaidia. Amen. Amen. I want somebody who will pick them up and read. Yes. John chapter 3 verse 16. Hebu naomba tusome Yohana. Just somebody who knows it by memory. John chapter 3 verse 16. Mtu anayefahamu kabisa For God so loved the world jinsi Mungu alipenda that he gave his only begotten son. Kwa mwanae pekee. That whosoever believes in him. Kila aaminie. Whosoever, whether he's a prisoner. Kila atakayeamini hata kama whosoever. Kila mtu yoyote believeth on him. Anamwamini. Will have what? Atapata nini? Eternal life. Uzima wa milele. Life without end. Maisha. I tell you that gives me joy. Even as I go to preach to prisoners, I assure them that you are a candidate for eternal life. John chapter 3 verse 6. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Romans chapter 8 verse 1. Hebu tusome Warumi 8 sura ya kwanza. Therefore now Warumi mstari wa there is no condemnation sasa tunatangia to those that are in Christ Jesus. Kwamba hakuna hukumu tena watu walioitwa na Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. No condemnation. Hakuna hukumu. Hakuna. When one was condemned to death in prison, hata kama alihukumiwa kifo kwenda magerezani, he is a child of God. Yeye ni mwana wa Mungu. As he comes to Jesus, atakapomjia Yesu, there's no condemnation. Hakuna hukumu tena. Hallelujah. 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 John chapter 8:22. Yes. John chapter 8. Hebu Yohana sura ya 8. Let me read this one. Mstari Yohana chapter 8. Mstari wa sura ya 8. Oh, hallelujah. Hallelujah. Then you know, Jesus saying these words. Unajua haya Yesu aliyasema nini? Then you know the truth. Ukifahamu kweli. You know the truth. Ukifahamu kweli. You know the truth. Ukifahamu kweli. And the truth will set you free. Na ile kweli. So whether one is in prison, hata
Hata mtu akiwa when he knows the truth, akifahamu kweli, when he knows Jesus who is the truth, kwamba akifahamu Yesu will set him free. atakuwa huru. And then he goes on to say, Na anaendelea pale in verse 6, verse 3:6. mstari wa 6 3:6. sasa 6. Yes, sir. Yeah. John chapter 8, verse 36. Yohana 8 mstari wa 36. He goes on to say, anaendelea kwa kusema, if the Son of Man shall make you free, yes, if the Son of God shall set you free, kama mwana wa Mungu atakuweka wewe huru, you shall be free indeed. utakuwa huru kweli. You shall free indeed. Utakuwa huru kweli kweli. You shall be free indeed. Utakuwa wewe kweli kweli. Hallelujah. Hallelujah. Because of the few verses that we can share, Katika mstari mchache, and that this man is the free. huyo mtu sasa yuko huru. Whatever was holding him in the past, hata yate wewe kwa he's been set free. na sasa amekuwa huru. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Because Jesus has set him free. Kwa sababu Yesu amekuweka huru. Who are you to condemn him? Kwa nini unataka Who are you to accuse him? sasa unayemshtaki He nani? has been washed by the blood of the Lamb. Amekwisha oshwa na damu ya Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why do you still keep him in that cage? Kwamba unayemteka Why do you still keep him in that picture that he's a sinner? He's a sinner. Wewe unayefikiria kwamba bado ni mtenda dhambi. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. John chapter 3 Yohana sura ya 3 is another scripture that you can share with him about the story of Nicodemus ambayo unaweza kusikiliza coming to Jesus in the night, ambayo unazungumzia Nikodemo being born again. anakuja kuzaliwa mara That this one is a born again child of God. huyu ndiye alizaliwa. This one is the same child of God. Huyu ni mwana wa mtu. Amen. Amen. Hallelujah. John chapter 1, like what second, 1:12, he says, to those that believe on him, Katika to Yohana those that call upon his name. John chapter 1, verse 4. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 Mentioned it there. alionyesha pale ndugu, That all those that call upon his name, watu wanaojiita those that are calling upon the name of the Lord, wanaojiita jina la Bwana wetu Yesu, they are given the chance. wanayo They are nafasi, given the authority. wamepewa They mamlaka, are given the right wamepewa haki to become the children of kuwa God. wana wa Mungu. So one of the things, my brothers and sisters, that we need to emphasize, Ndugu, ambacho nataka when you go round and round to share with this, unapokwenda kushirikiana na mtu huyu, we tell them that the word of God has got no boundaries. kwamba neno la Mungu The halina word of God does not say, you know, because he's in prison, alisema kwamba he's not able to get the word of God. una uwezo wa kupata neno la Mungu. I tell you, I face a lot of opposition. Hallelujah. Hallelujah. Have you heard some questions from some people Uliwahi kusikia baadhi ya in your ministry? katika huduma yako? Have you heard some challenges Umepata changamoto zozote talking about that prisoners because they are arrested, they will never go home, they will never go to heaven? kwamba wote waliokuwa magerezani that question. nani wewe kusikia swali kama hili? Where people say, Kwamba baba wanasema oh, because me I'm judged here, sababu kwa kuwa mimi nimehukumiwa and then I can't become a Christian sitaweza until probably when I go out. That's when I can become a Christian. That's when I can be received back. hapo nataka I kurudishwa. want to tell you that Nitataka nikwambie that's a lie of the devil. hiyo ni maneno ujumbe. That's the way of the Satan Hiyo ndio njia ambayo to shetani confuse people. huwachanganya watu. Amen. Amen. Hallelujah. You tell them that the Son of God sets captives free. Kwamba uwaambie kwamba As we talk about Isaiah 61. kama And tulivyosema you find the same words in Luke chapter 4 verse 18. angalia The Spirit of the Lord is upon me. Amen. 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 I said we find the same words in Luke chapter 4 verse 18. Unapopata katika Luka sura ya 4 mstari 18. mstari wa 18. It's a quotation from Isaiah 61. I think the lady, somebody gave us Isaiah 61. Ni nukuu ya kutoka kwenye Isaya. Jesus is saying, the Spirit of the Lord is upon me. Kwamba roho wa Mungu Because God has anointed me kwa sababu amenipaka to preach the word of God to the poor and to set captives free. Hallelujah. 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 If I had time, I would have just talked about that. Unatakiwa uchukue muda wa kumjua kana Jesus kwamba Yesu proclaiming his anatangaza work description.
kwamba anatangaza maneno yake akiyafafanua vizuri. Amen. Amen. Do you know that when he just proclaimed that, unajua anapotangaza neno he provoked the powers of darkness. Anatangaza Satan knew, anazikemea, that's the one who was anointed. kwamba wewe, that's the son of the living God who was anointed. Huyu ndio mwana wa Mungu aliyepakwa mafuta. But we thank God of the Spirit of God. Amini roho ya Mungu. We thank God of the Spirit of God. Amini, aminini who was upon Jesus. Hallelujah. Oh God. Through those 3 years that Jesus walked on this earth, he was under the anointing of the Spirit of God. He was under the leadership of the Spirit of God. Amen. Amen. The Spirit of God led him and guided him and protected him and took for him. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Do you know what the book of Matthew says? He was led by the Spirit into the wilderness for 40 days and 40 nights. He didn't eat, he didn't drink, he didn't eat. He was tempted of the devil. After the temptation of the evil one, we are taught by the word of God that when he came back from there, he was full of the Holy Spirit. Amen. 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 So we need to be full of the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit in our ministry. We need the Holy Spirit wherever we are going to guide us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Do you know that is the power of the Holy Spirit that raised Jesus from the grave? It is the power of the Holy Spirit that lives in us today, that guides us and leads us. We need the Holy Spirit in our ministry. We need the guidance and the leadership of the Holy Spirit. The devil thought he had done it away. The devil thought he had done it by putting Jesus on the cross, by bringing him down to the grave. But we are told that on the third day, the power of the Holy Spirit raised Jesus from the dead. Amen. Amen. Hallelujah. And we need that power today. Amen. Even in our prison ministry, my brothers and my sisters, we need Jesus. We need the Holy Spirit. We need the bottom of the power. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Do you know that I'm not yet started what I wanted to do today? We are just revealing what we did, reviewing what we did yesterday. And I trust that those who were not here yesterday, they are able to pick up. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. So today, Kwa hiyo kwa leo, stand up and just put yourself before hebu God. simame kwanza nani kwa ajili ya kuinua. What we say are the statement of faith. Sasa tuangalie kauli ya imani, or what we refer to as ministry doctrinal statement. Huduma, mafundisho ya huduma. Mafundisho ya huduma. Because the word of God in Amos chapter 3 verse 3, kwa sababu neno la Mungu katika kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 3, the word of God says, neno la Mungu linasema two people cannot walk together unless they are in agreement. Watu wawili hawawezi kutembea kwa pamoja wasipokuwa wamekubaliana. So we must be in agreement to agree what we stand for as Good News German Prison Ministry. Tunatakiwa tuwe tumekubaliana tunaposimamia juu ya huduma ya habari njema magerezani. So as Good News German Prison Ministry, we believe that kama huduma ya habari njema magerezani na mafungwa, that the scriptures, maandiko, the scriptures, maandiko the scriptures, the whole scriptures, maandiko yote, the Bible, au Biblia, from Revelation, kutoka kitabu cha Ufunuo, from Genesis, kutoka mwanzo to Revelation, kwa hadi Ufunuo, is the true word of God. Ni neno la kweli la Mungu. Amen. Amen.
it is the true word of God. Neno la kweli la Mungu. And that we use, the only thing we use is the word of God. Kitu tunachokitumia tu ni neno la Mungu. That scriptures are holy. Kwamba maandiko ni matakatifu. Scriptures are the words of God himself. Kwamba maandiko ni maneno ya Mungu tu. All scripture is given by inspiration of God. Kila andiko limepewa na pumzi ya Mungu. By which we understand that the whole Bible is inspired in that the holy men were moved by the Holy Spirit. Tunaamini kwamba Biblia yote imevuviwa na watu wote watakatifu ndio walioongozwa na Roho Mtakatifu. The Holy Spirit to write every word. Kwa hiyo Roho Mtakatifu uliongoza kuandika kila neno. We believe that this divine inspiration extends equally to all parts of writing as they appear in the original manuscript. Tunaamini kwamba huu uvuvio wa kiroho ambao ulitokewa unaonekana pia hata maandiko ya zamani, nyaraka za zamani. So the first point is the scripture. Kwa hiyo kipengele cha kwanza ni maandiko. What I've been reading is 2 Timothy chapter 3. Hiyo tuko kusoma ni Timotheo wa kwanza sura ya 3 verses 16 to 17. Sura ya 16 hadi 17. And then the second verse is 2 Peter. Maandiko lingine ni Petro wa pili, Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari 16 hadi 17. Alafu Petro wa pili chapter 1 sura ya kwanza mstari wa 20 hadi 21. Amen. Amen. Number 2, we believe in the Godhead. Kwa pili tunaamini katika utatu wa Mungu. We believe that the Godhead the Godhead internal is everlasting. The Godhead is internally exists in 3 persons. Kwamba tunasema kwamba Mungu kwa hakika anakuwepo katika nafsi tatu. From the beginning, kwanza kutangu mwanzo, is God the Father, Baba Mungu ni Baba, is God the Son, Mungu Mwana, and God the Holy Spirit. Mungu Roho Mtakatifu. We get this from Matthew chapter 3. Hiyo naipata katika Mathayo sura ya 3 verses 16 mstari 16 and 17 hadi 17. I want you to read these verses and then you go and check me out. Nataka uandike hii miandiko mistari kwa sababu utakwenda kuiangalia baadaye. And also we get them from Matthew chapter 28. Tumepata pia katika Mathayo 28 sura 28 verse 20 mstari wa 20. And then you also get it from Mark chapter 1. Pia tunapata katika kitabu cha Marko sura ya kwanza verse 9 to 11. Mstari wa 8 hadi wa 11. And then you also get it from Acts chapter 10. Najua pia inapatikana katika Matendo ya Mitume sura ya 10 verse 38. mstari wa 38. And then the other last verse, na mstari mwingine ya mwisho I put down on this paper is 1 Corinthians chapter 12. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 verses 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 6. 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari 4 to 6. Mstari wa 6 wa 4 hadi wa 6. I want to read one of the verses that you have nataka kusoma baadhi ya mstari ambayo tumekwisha kuionyesha. Acts chapter 10 verse 8. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 8. This is Paul talking. This is Peter talking. Haya ni maneno ambayo anaongea Petro. Peter was able to say, Petro alikuwa na uwezo wa kusema how God anointed Jesus of Nazareth, jinsi Mungu alivyompaka mafuta Yesu with the Holy Spirit and power, Roho Mtakatifu na nguvu, and how with the Holy Spirit and power, kwa Roho Mtakatifu na nguvu na uweza, and how he went about
doing good na jinsi alivyoenda katika kufanya mema and healing all who were under the power of the devil, kuwaponya wale wote waliokuwa chini ya nguvu ya mwovu, because God was with him. kwa sababu Mungu alikuwa naye. Have you seen the 3-in-1 working here? Unaona sasa hapa watu vitu vitatu vinafanya Have you seen the 3-in-1 working here? Unaona hapo vitu vitatu vinafanya kwa pamoja hapa. This is the Peter was saying. Hapa ndio Paulo Petro alikuwa akisema how God raised Jesus. Ni jinsi Yesu alivyomuinua Yesu. God anointed Jesus. Mungu alimpaka Yesu. Jesus of Nazareth was anointed by God. Ya kwamba Yesu wa Nazareth alipoviwa na Mungu with the Holy Spirit. Alipoviwa na Roho Mtakatifu and power na nguvu na uwezo. And how he went about doing good. Na alipokuwa akienda kifanya mema and healing all who were under the power of the devil. Akiwaponya wote waliokuwa chini ya nguvu. Because God was with him. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. This is the way of the 3-in-1. Haya ni maneno ya kazi ya mtu yaani watatu katika moja. Number 3, man. Mtu wa tatu ni mwanadamu. We believe that man originally was created in innocence. Kwamba tunaamini kwamba mwanadamu aliumbwa akiwa hana dhambi. Amen. Amen. How many agree? Wangapi wanaamini kwamba mwanadamu aliumbwa akiwa hana dhambi? How many agree with? Watu wanakubaliana na hiyo. Wangapi wanakubaliana? Thank you. Asante. Can I get a witness? Why do you say God created man originally in innocence? Nataka nipate ushahidi. Originally. Ushahidi ni nani na kwa nini tunasema? Do we reason for it? Kwa nini tuna sababu gani kwa hilo? Kwamba Mungu wa wanadamu aliumba akiwa hana dhambi. Because God created a man in his image. That's right. Because God created man in his image. God created man in sinless because God had fellowship with man. Mwanadamu kwa sura yake aliumba mwanadamu akiwa hana dhambi. There is nobody in his natural being can be able to see God. Hakuna katika mambo ya kawaida, katika mwili wa kawaida anaweza kumuona Mungu. You cannot have fellowship with God when you are in sin. Na uwezo kuwa na uhusiano na Mungu mpaka kumuona kabisa. Amen. Amen. So Adam in the first place was sinless. He had a very wonderful relationship with God. Mungu kwa mwanzo kabisa alikuwa hana Adamu mwanzoni kabisa alikuwa hana dhambi. Because God was really able to have alikuwa na uhusiano mzuri sana na Mungu. To visit and hata Mungu alikuwa anamtembelea. When he got into sin, alipotenda dhambi, he realized he was naked. Alijikuta yuko uchi. The glory of God had left him. Utukufu wa Mungu umetoka. He was stripped out completely. Alitolewa kabisa aliacha. And they could not stand in the sight of God. Akawa anashinda kumuona. And then they went around looking for bushes. Aliwalienda cover up themselves. Kaenda sasa huko polini wakaanza kujificha. And that's what sin can do. Hapo ndivyo dhambi inavyoweza kufanya. It strips out all your glory. Dhambi inakutoa kabisa utukufu. It takes away the godliness out of anakutoa mambo ya Mungu kabisa toka kwako. Anatoa kabisa uungu. Genesis chapter 1 verse 26. That's the verse. Genesis chapter 1:26. Mwanzo sura ya 6, sura ya kwanza mstari wa 6. 26. Yeah. Then in the next verse we Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Okay. Then in Genesis chapter 3 verse 1 to 9, then we learn the story that man fell through sin. Kwa hiyo tunaposoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka 6 bali tunaona kwamba jinsi mwanadamu alivyoanguka katika dhambi. And as a consequence of sin, kama matokeo ya dhambi, lost his spiritual life. Akapoteza maisha yake ya kiroho. Man lost his spiritual life. Akapokea uhai wake wa kiroho akapoteza because of the consequence of sin. Sababu ya matokeo ya dhambi. Hallelujah. 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 So because of that, kwa sababu ya hilo, Mungu, the relationship with God, uhusiano na Mungu was not there. Au kuwepo pale. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So man was a creation of God. Kwa hiyo Mungu, mwanadamu alikuwa ni kiumbe cha Mungu. Amen. Amen.
And as a consequence of sin, he lost his spiritual life. Kwa sababu ya matokeo ya dhambi alipoteza uhai wake wa kiroho. He came dead in trespasses and sin. Alikufa katika makosa yake ya dhambi. Romans chapter 3 verse 23. Warumi sura ya 3 mstari 23. And Romans chapter 6 verse 23. Na Warumi sura ya 6 mstari wa 3. Amen. Amen. Warumi sura ya 3 mstari 23 na Warumi sura ya 6 mstari wa 3. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The next thing is Christ's advent. Kingine ni kuhusu ujio wa Yesu Kristo. So we believe that the eternal Son of God came into this world that he might manifest God to men. Tunajua kwamba mwana wa Mungu alikuja katika ulimwenguni hapa ili aweze kujidhihirisha yeye kwa watu. Jesus came, Yesu alikuja that he may show God to all of us. Kwa hiyo kumuonyesha Mungu kwetu sisi. He was the true image of God. Ilikuwa ni sura halisi ya Mungu. In all ways he never sinned. There's only one man who did that. Hakuna mtu ambaye wewe kumuona isipokuwa yeye tu. And that's Jesus. He is our Lord and Savior. Huyu ndio Bwana wetu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So he came also to fulfill the prophecy. Alikuja kutimiza unabii. And become the redeemer of the lost world. Hawezi kuja kuwa mkombozi wa wapotevu waliopotea. He was born of a virgin. Alizaliwa kwa bikira. Conceived by the Holy Spirit. Alizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Received the human body and the sinless human nature. Alipata mwili wa kawaida na akapata asili ya mwanadamu wa kawaida. Isaiah chapter 7 verse 14. Katika Isaya sura ya 7 mstari 14. Matthew chapter 1 verse 23. Mathayo sura ya 1 mstari 20. Matthew chapter 1 Mathayo sura ya 1 verse 23. Mstari wa 23. Then John chapter 1 verse 14. Pia Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Then first Matthew chapter 1 verse 23. 23. 2:3. Mathayo sura ya 1 mstari wa 23 na Yohana sura ya 1 mstari wa 14. John chapter 1 verse 14. Wa Yohana sura ya 1 mstari wa 14. In 1 Corinthians na Wakorintho wa kwanza chapter 15 mstari wa 14, sura ya 14 15 verses 1 to 4. Mstari wa kwanza hadi wa 4. In John chapter 1 verse 29. Na Yohana sura ya kwanza John chapter 1 verse 29. Yohana sura ya kwanza mstari wa 28. And 1 John chapter 3 verse 8. Na what? 1 John Yohana wa kwanza chapter 3 verse 8. Sura ya 3 mstari wa 8. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. How many have we done? How many have those who are writing? How many have we done? Have we done the scriptures? Wanaoandika mmeandika yote maandiko? Hallelujah. Isaiah. No. On which one? John chapter 129 and 1 John chapter 3 verse 8. Kuna Yohana sura ya 29 na Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Amen. Amen. Yohana wa kwanza, Yohana 1 sura mstari wa 29. Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Isaiah Isaya ngapi unayotafuta? On which on Godhead man ni gani kuhusiana kwamba nani wa Mungu au ni unazungumzia? Jesus Christ's advent. Okay, let's go through that again. Christ's advent kwamba akatoe turudie tena. That Jesus came
kwamba Yesu alikuja. Jesus came. Yesu alikuja. One. Sorry, help me. Let me go through that. We believe that Jesus is the eternal Son of God. Tunaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa milele wa Mungu. He came into this world that he may manifest God to man. Alikuja hapa duniani ili aweze kutambulisha Mungu kwa wanadamu. That's the point. That's why I needed to cover by the. Hiyo ndio maana tunataka tuwe na maandishi. Okay. Then number 2, he said he came that he may fulfill prophecy. Namba pili alikuja ili aweze kutimiza unabii. As a consequence of sin, he may came that he may redeem the lost world. Alikuja ili aweze kukomboa ulimwengu uliopotea. He was also conceived of a virgin. Na pia alikuja kwa njia ya bikira. He was conceived by the Holy Spirit. Alijazwa, alipatikana kwa njia ya Roho Mtakatifu. He received a human body and a sinful nature, a sinless nature. Alipata mwili wa kawaida na mwili usio na dhambi. Okay, I see this way already. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Okay? Then we have Matthew chapter 1 verse 23. Pia tunayo Mathayo sura ya 1 mstari wa 23. Then we have another scripture, John chapter 1 verse 14. Tunayo Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Then I have also the other Christians, 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Leo maandiko mengine, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 4. Then we have also John chapter 1 verse 29. Pia tunayo Yohana sura ya 1 mstari wa 29. And the last one is 1 John. Mwingi wa mwisho ni Yohana wa kwanza chapter 3 verse 8. Sura 3 mstari wa 8. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So let's go through this again. Hebu tupitie haya tena. We have done the scriptures. Tumeshaangalia maandiko. We have done the Godhead, to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tumeangalia kuangalia kwamba ukuu utatu wa Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. We have talked about man that was created in a sinless nature. Tukaona kwamba mwanadamu aliyeumbwa katika asili isiyo na dhambi. And we also talked about Jesus, the advent of our Lord Jesus. Kuzungumzia ujio wa Yesu Kristo. We are remaining with 3. Hallelujah. Hallelujah. Yes. So we remain with 3. We'll take a short break. And then we'll come back and finish the 3. Amen. Amen. Who is finding this helpful? This making any meaning at all? Hallelujah. I trust that you are, by the showing of your hands, is really what is happening in your spirit. Praise God. Let's have some 10 minutes break and then we'll come through again. Owing to death through sin, owing to death through sin, because of death, we got to get to die because of sin. Sababu ya dhambi tunakwenda tunafia tunafa katika dhambi. There's no one who can enter the kingdom of God. Hawezi kumshika mtu hamna anaweza kuifikia uzima milele unless one is born again. Asipozaliwa mara ya pili. So we believe in the new birth message. Kwa tunaamini katika ujumbe unaohusu kuzaliwa upya. That the redemption has been accompanied solely by the blood of our Lord Jesus Christ. Kwamba ule ukombozi uliambatana na damu ya Yesu Kristo. Jesus was made to be sin. Yes. Jesus was made to be sin, though he had no sin. Watu walimfanya kwamba awe na Yesu alifanyika kwamba awe na dhambi japo kuwa hakutenda dhambi. That he died a sinful death and died a painful death on the cross of Calvary. Alikufa msalabani pale katika kifo cha dhambi katika msalaba pale Kalvari. And he died in the place of all sinners. Na akafa mahali ambapo pana watenda dhambi wengi. But one good thing we learn from the scriptures about salvation, lakini kitu tunachojifunza kizuri kutoka kwenye maandiko kuhusu wokovu, that was raised bodily and physically. Aliinuliwa kimwili na kiroho.
First he was buried, kwanza alizikwa, and then he got raised from the dead. na aliinuka kutoka kwenye kaburi. When he was raised from the dead is a justification of our sin. Alipoinuliwa kutoka kwenye kaburi ilikuwa ni uthibitisho wa dhambi zetu. We believe that the new birth of the believer is an act of God. Tunaamini kwamba ubatizo, yani uzaliwa mpya wa mwamini, ni ujio mpya wa roho. That the Spirit comes only through the individual faith in Christ Jesus. Na roho anakuja tu pale unapoamini unapoteleka imani yako kwa Kristo. We base that on Acts chapter 4 verse 12. Na tunajifunza hiyo katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 4. And Romans chapter 3 verse 24. Acts chapter 4 Matendo ya Mitume 4 verse 12. mstari wa 4. Then Romans chapter 3 verse 24. Warumi sura ya 3 mstari wa 24. Then 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13. 1 Corinthians chapter 1. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza verse 30. mstari wa 30. Okay. Was too fast, so I want to be slow now. Anasema sasa ngoja aende taratibu. Also believe in the Holy Spirit. Watu wanaoamini katika Roho Mtakatifu. That the Holy Spirit is the third person of the Blessed Trinity. Kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika sehemu katika utatu. That the Holy Spirit is God. Kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Because of the scriptures from Matthew chapter 3. Sababu maandiko kutoka katika Mathayo sura ya 3 verse 16 and 17. Sura ya 16 mstari 16 hadi 17. And also Matthew chapter 28. Pia Mathayo sura ya 28 and verse 20. Mstari wa 20. And then Acts chapter 10 verse 38. Pia Matendo ya Mitume sura ya 10 sura 38. Then 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 hadi wa 6. So we believe that the Holy Spirit, tunaamini kwamba Roho Mtakatifu, though omnipresent, japo kuwa ni muda wote yupo, we believe that the Holy Spirit is present everywhere. Tunaamini kwamba yeye ni yupo mahali popote. Psalms 139 verses 7 to 10. 130 verse 7 to 10. Mstari wa 7 hadi wa 10. Zaburi Psalms 139 139 mstari 138 39 Zaburi 139 mstari wa 8 wa 7 hadi wa 10. We also believe that the Holy Spirit is eternal. Tunaamini ya kwamba Roho Mtakatifu ni wa milele. Roho Mtakatifu, you said it
Yeah, we said the Holy Spirit is omnipresent. That is present everywhere. Even now is here. Kila mahali yupo. We are saying omnipresence is here in Tanzania. Baba Roho Mtakatifu yuko mahali popote, yuko hapa Tanzania. Is there in Malawi right now. Yuko kwa Malawi saa hizi. Is there in Dar es Salaam. Yuko Dar es Salaam kule saa hizi. Is there in Ethiopia. Yuko Ethiopia saa hizi. So it's present everywhere, every time. Popote kila wakati. That's the word we are saying is omnipresent. Ndio maana wanaposema yeye yupo wakati wote. And the other thing said is eternal. Kwamba wengine tunasema ni wa milele. Roho Mtakatifu ni wa milele. Hebrews chapter 9 verse 14. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14. He is eternal, he is everlasting to everlasting. Yeye ni wa milele, ni wa leo, zaidi milele na milele. He has no beginning, he has no end. Hana mwanzo wala mwisho. He is eternally there. Yeye kwa milele kila wakati. Amen. Amen. Hebrews 9 verse 14. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14. And also we believe that the Holy Spirit is all knowing. Tunaambia kwamba Roho Mtakatifu anafahamu kila kitu. He knows everything. Anafahamu kila kitu. There's nothing that you can hide away from him. Hakuna unachoweza kumficha yeye. Nothing that he does not know. Hakuna ambacho hafahamu. Everything is clear before him. Na kila kitu kiko wazi mbele zake. Isaiah chapter 40. Isaya sura ya 40 verses 12 to 17. Mstari 12 hadi 17. 1 Corinthians chapter 2. Wakorintho wa pili sura ya pili. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza. Isaiah chapter 40. Isaya sura ya 40 verses 12 to 17. Mstari wa 12 hadi 17. First Corinthians chapter 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 verses 10 and 11. Mstari wa 10 hadi 12. We also believe that the Holy Spirit indwells every believer. Kwamba Roho Mtakatifu anakaa kwa kila muamini. He indwells each and every believer. Anaamini kwa kila muamini, anakaa kwa kila muamini. Acts chapter 2 verse 8. Warumi sura ya 2 chapter 2 verse 8. Warumi sura ya Watenda Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Romans chapter 8 verse 9. Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Matendo ya Mitume mbili chapter 38. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. And then Romans chapter 8 verse 9. Warumi sura ya 8 mstari wa 9. And then we also we believe in the church. Pia tunaamini katika kanisa. We believe that God has ordained His church. Tunaamini kwamba Mungu alianzisha kanisa lake through the local church kwa kupitia kanisa la kawaida to present the gospel of our Lord Jesus. Kuiwakilisha injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. To be spread, and that is the duty of every born again person. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu aliyezaliwa mara ya pili. Matthew chapter 28. Mathayo sura 28 18 to 20. mstari 18 hadi 20. Acts chapter 2. Watendo wa Mitume sura ya 2. Mathayo 28 mstari 18 hadi 20. Matendo sura ya 2 verses 41 and 42. Acts chapter 2 verse 41 and 42. Mstari 21 hadi 20 41 and 43 44. 41 hadi 44.
Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Matendo sura ya 2 mstari wa 41 hadi 42. We believe in the literal resurrection of the body. Tunaamini kwamba kuna ufufuo wa kimwili ufufuo wa kimwili. That this body will rise again. Kwamba kila mwili utafufuka tena. 1 Corinthians chapter 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 verse 51. Mstari wa 51. 15:51. 15:51. We believe in the everlasting blessed of the Savior. Tunaamini katika baraka za milele za mkombozi wetu. We believe in the everlasting blessedness of the saved. Tunaamini kwamba baraka za waliookolewa. And the everlasting punishment of the lost. Na zile baraka na hukumu ya milele kwa wale waliopotea. 2 Corinthians chapter 1. Wakorintho wa pili sura ya kwanza verses 7 to 9. Mstari wa 7 hadi wa 9. Revelations, Ufunuo chapter 20, mstari wa sura ya 20 verse 13 to 17. Sura mstari wa 13 hadi 17. Wakorintho ngapi? 2 Thessalonians. Wathesalonike wa pili chapter 1, sura ya kwanza 7 to 9. 7 hadi 9. We also believe that the supreme responsibility or supreme work, the most important work, tunaamini katika kazi iliyo maalum for God's people in this age is to preach the gospel. Tuamini kwamba kuna kazi za pekee muhimu ambazo tutazipata. Kazi za pekee za kipekee. Thessalonians chapter 1. Sura ya kwanza verses 7 to 9. Mstari wa 7 hadi wa 9. We believe that the most important way for Christians now is to preach the gospel. Tunaamini ya kwamba kazi maalum ya kipekee kwa Kristo sasa ni kuhubiri Injili. Kazi pekee ya Kristo sasa ni kuihubiri Injili. Acts chapter 1 verse 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. We believe in the second coming of our Lord Jesus. Tunaamini ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. That is coming again. Kwamba anakuja tena. Coming again. Anakuja tena. He's coming again. Anakuja tena ndugu zangu. This is according to the scriptures. Hii kutokana na maandiko. Matthew 25. Mathayo 25. Verses 31 and 32. Mstari wa 31 hadi 32. 1 Corinthians chapter 4. Wakorintho wa kwanza chapter 4. 1 Corinthians chapter 1 Thessalonians Mathayo 25 chapter 4. Matthew chapter sura 25. Mathayo 25 mstari wa 31 hadi 32. Wakorintho wa kwanza chapter 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 verses 13 to 18. Mstari wa 13 hadi 18. Okay, hallelujah. Hallelujah. Right now I was fast and I choose the board. Na sasa nilikuwa naenda kwa haraka, sasa ngoja niandike kwenye ubao.
What did we say the vision is? Tulisema maono ni nini? We had started again doing, we reviewed about it this morning. Tuliyapitia asubuhi ya leo. The good news Jehovah Prison Ministry vision, what is it? Huduma ya magerezani, habari njema ya huduma ya magerezani, maono yake ni nini? Is to place chaplain in the prison to go and spread the gospel, the good news, that to change the people's lives. Thank you. Any other? Ngine? Amen. Maono ya huduma hii ni kuhakikisha kwamba habari njema za Yesu Kristo zinafikia watu magerezani, wafungwa na wale wahudumu wa pale, lakini pia na familia zao. The vision of this ministry is that to make sure that the good news reaches to all people, who are found in the prison. So that we can change their lives so that they can become a good people. And they must be a good growing disciples. That's it. Hallelujah. Hallelujah. Our focus is to place the good news or to bring the good news to those in incarceration. Lengo letu ni mtazamo wetu ni kwenda kupeleka habari njema kwa wale watu. We don't want to bring that good news. Hatuna mtu mwingine ambaye anaweza kupeleka habari hiyo. We look at the output of that good news. Tunaangalia matokeo ya hiyo habari njema. That they become, ili waweze kufanyika growing disciples. Wanafunzi wanaokua. Okay. Lengo letu ni kwamba waweze kukua wanafunzi wanaokua wa Bwana wetu. The good news with. Kwa hiyo yes. Those we target the good news with. Ambao watu tunawaelekea. What happened to Christians in Mbeya on Sunday? Jumapili inatokeaje kwa Wakristo walioko Mbeya? What happens? What do they do on Sunday morning? Wanafanya Christians in Mbeya. Wanafanya nini asubuhi? Do they go to the market? Wanaenda sokoni? Do they go swimming? Wanaenda kwa kuogelea? Do they go shopping? Wanaenda kununua? What happens on Sunday morning? Kuna nini kinachofanyika asubuhi? They go to the church. They go to the church. Wanaenda kwa kanisani. Now when we get into the church, you find your friend who is not here today. Utamkuta mtu was not here yesterday. ambaye hakuwepo jana leo. I went to attend the prison ministry seminar. Baba, wewe ulihudhuria semina ya watu wa huduma. Why should you go for it? Utamwambia seminar. Atakwambia ulikwenda kufanya nini? What is the relevance? What is it there for? Uhusiano nini upi? What is the reason that you are going to share in the scripture? Kuna sababu gani ama related to prison ministry? Ulienda kwenye huduma hiyo. That's the word scripture I'm asking for. Exactly. Ndio swali nauliza. Talk about it. Tuliwahi tuseme. Mimi kama nitaenda kanisani alafu nikaulizwa swali kwamba uko kwenye semina tunajifunza nini? Kitu ambacho mimi nimejifunza ni kwamba nimejifunza habari za kutoa huduma magerezani na wafungwa kwa mujibu wa andiko linalotoka kwenye kitabu cha Mathayo 28:19 anaposema kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Now, she said that she will share with those that concerning the book from the book of Matthew chapter 28, chapter 28, which said, "Go and make disciples of all nations." Bwana Yesu alisema msifadhaike mioyoni mwenu, atuongoze na tatushindia. Jamani njoni, jamani njoni, tumkabidhi maisha